Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inatarajia kuwapeleka wanafunzi 34 wa Kitanzania waliofanya vizuri katika masomo ya hisabati na sayansi kwenda kusomea masuala ya teknolojia na tehama nchini Ireland, ambapo kwa sasa ipo katika hatua za mwisho za kuwachagua wanafunzi wengine 100 watakaoingia kambini kwa maandalizi ya kupelekwa kusoma nje ya nchi mwakani. Godluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa kimataifa wa akili unde unaojulikana kama AAIAC unaoandaliwa na taasisi ya sayansi ya Nelson Mandela kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amesema wanafunzi hao 34 watasafirishwa kwenda nchini Ireland mwezi Septemba mwaka huu. Profesa Mkenda amesema serikali pia inaendelea kukamilisha hatua za mwisho za kuwachagua wanafunzi wasiopungua 100 waliofanya vyema katika mtihani wa kidato cha 6 kwa mwaka huu, ambao watawekwa kambini jijini Arusha kabla ya kusafirishwa kwenda nje ya nchi mwakani kwa lengo la kuongeza wataalamu katika sekta ya teknolojia na tehama. Na haya matokeo yaliyotoka juzi ya kidato cha 6 tutatangaza karibuni wale ambao wameangaliwa na kuchaguliwa. Hawachaguliwi kwa kwenda kusort out, ila wanaangaliwa wa kwanza mpaka wa kulingana na bajeti yetu, pengine mpaka 50 au 100 ambao tutawaalika, tuwachukue, tuwapeleke kwenye kambi ya mafunzo kule Arusha, tena wajiandae ili mwakani waweze kwenda kusoma nje. Tunaendelea kufanya vile, lakini vile vile msukumo mkubwa zaidi ni kuangalia na teknolojia nyingine zote zinazoibuka sasa hivi. Kuna teknolojia zinazokuja ambazo zitabadilisha sana dunia. Hata tunachozungumza sasa hivi kama kompyuta, matumizi yake na namna kutumia utabalika sana endapo tutafikia kwenye mambo yanaitwa quantum computing. Upande wake, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma Profesa Rugano Kusiluka amesema vyuo vikuu vinatumia mkutano huo katika kujadili maendeleo ya teknolojia ya akili unde pamoja na matumizi salama ya teknolojia hiyo katika kuwezesha wanafunzi kupata maarifa kwa kuzingatia miongozo ya serikali, hususani katika matumizi ya akili unde. Kwanza, akili unde Kiingereza chake ni artificial intelligence. Kwa hiyo mwanadamu wa kawaida kwanza na natural intelligence. Hiyo lazima ujue kwamba na hata kinachomfanya anayetumia vibaya anatumia natural intelligence kwa kuiongoza artificial intelligence lete madhara. Na ndio sababu tunasema tunatakiwa tufundishe vijana wetu kwenye vyuo vikuu vyetu na kwenye taasisi zote ambazo zinatumia akili unde faida kwanza, na kuwaeleza kuhusu hasara zinazoweza kujitokeza iwapo haitatumika vizuri. Sasa kama unavyofahamu, tayari Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeshatoa mwongozo wa matumizi ya akili unde katika taasisi za elimu. Kwa hiyo uko mwongozo Tanzania, na jambo ambalo linaonyesha kwamba nchi yetu haiko nyuma, inaenda kwa kasi kadri ambavyo akili unde yenyewe inavyokwenda. Naye mtaalamu wa masuala ya akili unde kutoka taasisi ya Chuo Kikuu cha Dodoma Dr. Gloriana Monko amesema teknolojia hiyo tayari imeanza kutumiwa katika baadhi ya taasisi za elimu kwa kuwezesha wanafunzi kupata maarifa na taarifa ambazo zinawasaidia katika kuendeleza taaluma zao. Amesema pamoja na hatua hiyo, taasisi hizo zinaendelea kuweka mifumo na taratibu za kuhakikisha teknolojia ya akili unde inatumika kwa usalama na haiwezi kutumika vibaya. Lakini akili unde inakuja kwamba pale mtu anapokuwa ameitumia akili unde vizuri, akaiuliza kwamba iweze kumrecommend material sahihi kwenye eneo fulani ambalo yeye anataka kubobea, maana yake kwamba ile itaenda kusearch in a minute kwenye material yote aliyoko online, na itakuletea na itakusuggestia kwamba kipi ni sahihi au kipi ambacho ni top most priority. Kwa hiyo ile inaweza imerahisisha zaidi wao kupata yale material ambayo ni sahihi kwa wakati kwa muda mfupi sana, lakini pia kurahisisha hata uelewa wao. Na mimi napenda sana kuwaambia hata wanafunzi kwamba waitumie akili unde kama ni discussion partner.